Amana Ilala, baadaye Msimbazi Boys na kumalizia Mlimani Chuo Kikuu. Alipata elimu yake ya sekondari kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 katika sekondari ya Makongo, Dar es Salaam mwaka 1999 hadi mwaka 2002. Mwaka 2003 hadi mwaka 2005 alisoma kidato cha 5 na cha 6 katika seminari ndogo ya Nyegezi jijini Mwanza. Alijiunga na nyumba ya malezi ya upadre ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam iliyokuwa Mtongani Kunduchi mwaka 2005 hadi mwaka 2006. Alijiunga na seminari kuu ya Kibosho Moshi kwa masomo ya falsafa kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2009 alipohitimu. Alijiunga na seminari kuu ya Kipalapala kwa masomo ya teolojia kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2013 alipohitimu, na kuendelea na mwaka wa uchungaji mwaka 2013. Mwezi Julai hadi Disemba alitumika nyumba ya Askofu Masaki. Mwaka 2014 Januari mpaka Juni alitumika kama shemasi katika parokia ya Makongo Juu. Sakramenti. Padre Paul Nsekela Mboje Sabuni alibatizwa tarehe 23 Mei mwaka 1986 katika parokia ya Kilulu, Bariadi, jimbo la Shinyanga, kwa sasa jimbo jipya la Bariadi. Alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yaani komunyo ya kwanza, tarehe 1 Oktoba 1995 katika parokia ya Bikira Maria Mama wa Fatima Msimbazi, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 21 Novemba 1998 katika parokia ya Chuo Kikuu Dar es Salaam. Alipewa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 6 Januari mwaka 2014 katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, iliyotolewa na Mhashamu Titus Mdoe aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Alipewa daraja ya upadre tarehe 7 Julai mwaka 2014 katika viwanja vya Msimbazi Center, iliyotolewa na Mhashamu Titus Mdoe aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Utume. Padre Paul Nsekela Mboje Sabuni alianza majukumu yake kama kasisi katika parokia ya Mivumoni kama paroko msaidizi mwaka 2014 hadi mwaka 2016. Mnamo mwaka 2016 hadi mwaka 2017 alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Tabata Kisiwani. Mwaka 2017 hadi mwaka 2018 alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Magomeni. Mwaka 2018 hadi mwaka 2021 alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Manzese. Mwaka 2021 hadi mwaka 2023 alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Kitunda. Na mwaka 2023 hadi alipofikwa na mauti tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2026 alikuwa akihudumu kama paroko wa parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Ugonjwa na kifo. Padre Paul Nsekela Mboje Sabuni amekuwa akisumbuliwa na kifua muda mrefu tangu mwezi Aprili mwaka 2025 mpaka hapo mwezi Juni 2025 alipogundulika kuwa na kansa ya mapafu na kupata matibabu katika hospitali ya Apollo nchini India na hatimaye hapa nyumbani Tanzania katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na baadaye katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam mpaka hapo mauti ulipomkuta
tarehe 30 Januari 2026 saa 10:31 alfajiri. Shukrani za dhati ziwafikie madaktari na wauguzi wote wa India, Muhimbili na Aga Khan. Shukrani za dhati kwa uongozi wa jimbo, Mwashamu sana Askofu Mkuu Jude Tadeus Ruwaichi OFM Cap na Mwashamu Askofu Msaidizi Henry Mchamungu kwa kufuatilia na kugharimia matibabu ya mpendwa wetu. Kwa namna ya pekee shukrani ziwafikie pia wale waliomuuguza marehemu kwa namna ya karibu sana, akiwemo Padre Aidan Mubezi, mwanadarasa wake, pamoja na mapadri wote wa kundi lake la upadrisho kwa mshikamano wa pekee, wa dhati na wa kuigwa. Shukrani kwa wanaparokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL wakiongozwa na paroko msaidizi Padre Emmanuel Mbuya kwa kuwa bega kwa bega na marehemu wakati wa ugonjwa wake na kugharimia na kumhudumia katika matibabu yake. Shukrani pia kwa wadogo zake waliomuuguza kwa karibu sana, ambao ni ndugu Amos Sabuni na Victoria Sabuni. Mungu awabariki sana. Shukrani ziwafikie wote wenye mapenzi mema ambao kwa kweli walimtia moyo sana ndugu yetu marehemu Padre Paul Sabuni wakati wa ugonjwa wake. Tutamkumbuka Padre Sabuni daima katika karama zake pekee zifuatazo: 1. Moyo wa kujituma na kuchapa kazi. Hata alipokuwa mgonjwa bado aliwaza kazi na kuendelea kutoa maelekezo. 2. Moyo wa kutokata tamaa na kuwapenda watu. 3. Tutamkumbuka pia kwa namna ya pekee kwa kupenda utume kwa vijana. 4. Alipenda sana kuinjilisha kwa njia ya mtandao, hususan katika YouTube. 5. Aliuthamini upadre wake na kuwahudumia watu kama watoto wake wa kiroho. Alipenda kuwaita wanangu. 6. Alikuwa mtu wa kutoa msaada wa hali na mali, na hata kuna vijana aliwatafutia kazi. 7. Alikuwa mtoaji mzuri sana wa semina. Hakika alijua kulitawala jukwaa wakati akiwa anafundisha. 8. Ucheshi na uchangamfu wake, hasa tukikumbuka msemo wake alioupenda sana kuutumia akiwa parokiani kwake IPTL: inakuwaje sasa, raha ya milele umpe e Bwana. Marehemu Padre Ponce Kelamboje Sabuni apumzike kwa amani. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV. Niwapongeze kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kwa maoni yangu kinalo jukumu kubwa la kuinjilisha na pia la kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya msingi. Kujihusisha na mambo haya ni kuijali jamii na kuiwezesha kushughulikia yale yanayopaswa kufanyiwa kazi. Napenda kualika waamini wa Dar es Salaam, Wakristo wa Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema kuitambua Breeze Online TV kama chombo kinachotambulika na kinachokubalika, na hivyo kuwaunga mkono katika harakati za kutekeleza majukumu yao ya kutufikishia habari njema. Na mshukuru kila mmoja atakayewapokea na kuwapa ushirikiano unaotosheleza. Mungu awabariki na kuwalinda.